Mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu vya ukuhani na ufalme, kuna mada nyingine imewekwa mezani hapa ambayo nimeipa kichwa ni kubwa zaidi ya fainali ya dunia. Ni fainali ya ulimwengu, universal. Ni kubwa zaidi ya fainali ya dunia, ni fainali ya ulimwengu, universal. Nianze kwa kukukaribisha uweze kulike na kushare ili kuifanya kazi hii iweze kuonwa na watu wengine wengi, ili tuweze kuisogeza mbele, tuweze kusikia mawazo ya watu tofauti, tuone namna ambavyo Mungu ametufanya tuweze kusaidiana katika kupeana mawazo na kuitumia akili katika kiwango kinachopaswa, ili maisha yawe salama kwa kila mmoja na dunia pawe mahali ambapo kila mmoja anaweza kuishi na kujipatia mahitaji yake. Kwa hiyo nianze kwa anza hivi katika utangulizi huu wake. Hii ni kubwa, ni tofauti. Hii ni moja, hii haijawahi kuwepo. Hii ni mpya, haitajirudia. Hivyo ni zaidi ya muhimu, ni kubwa kuliko maalum. Hii ni tofauti na fainali nyingi za dunia, tofauti kabisa na tuzo zilizowahi kutolewa. Hii ni fainali moja ambayo haitawekewa historia, haitakumbukwa kwa sababu ni zaidi ya fainali zote za dunia. Hakuna uwezo wa kutunza matukio yake, hakuna mjuzi wa kuhimili matukio yake. Ni fainali ya ulimwengu, imeandaliwa na gharama zimelipiwa, ni bure kiingilio, haina idadi wala washiriki. Hii ni zaidi ya kubwa sana. Kila chenye uhai, kila aliye mwana wa Adamu, wote ni washiriki. Ni fainali kubwa zaidi ya kubwa sana. Hapa sasa yanasikika matukio makubwa ambayo yatakuwepo katika fainali hii ambayo nimeanza kwa kuitanguliza juu hapo kwamba ni kubwa zaidi ya kubwa sana ya dunia. Hii ni fainali ya ulimwengu. Hebu tuone Biblia inasemaje kuhusu fainali hii katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 13 mstari wa 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 13 mstari wa 17 anaendelea tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Na 18 anaelezea paya, anasema hapo ndipo penye hekima yenye yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Tukio kubwa la kuhitimisha linafuata hapa. Samahani mpendwa mtazamaji, tukio kubwa la kuhitimisha linafuata hapa ni katika ile Ufunuo sura sasa ya 19 mstari wa 11. Kisha nikaona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu wa Kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Sasa 12 anamaliza pale, anasema macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali kutoka katika kinywa chake, ili kuwaua wapige mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Angalia sasa nabii Sefania, naye anaona siku ile, naye anaieleza katika namna yake hii siku ambayo nimeipa fainali. Hebu tumsikilize Sefania katika ile sura ya 1 mstari wa 14, anasemaje? Hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu, nayo inafanya haraka sana. Na sauti ya Bwana na sauti ya siku ya Bwana, shujaa ulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, ni siku ya fadhaa na dhiki, ni siku ya uharibifu na ukiwa, ni siku ya giza na utusi, ni siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa juu ya miji yenye maboma na juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi,
na damu yao itamwagwa kama mavumbi na nyama yao kama mavi. Ile 1:18 ona kuna neno linamalizwa pale, anamaliza Sefania anasema fedha yao wala dhahabu haitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana, bali nchi yote itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha wote wakao katika nchi hii, naam, ukomo wa kutisha. Mhubiri naye ambaye ni mfalme Sulemani, mfalme ambaye alikuwa na hekima kuliko wafalme wengine wote wa dunia na alikuwa tajiri, naye katika hekima yake alijaliwa kuiona siku hii, lakini yeye anaeleza katika namna ya mtu mmoja mmoja. Katika ile Mhubiri sura ya 12 mstari ule wa kwanza anaanzia hapa, anasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo, na mtu kushtuka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watakapopunguzwa, naamu wataogopa kilichoinuka. Vitisho vitakuwako njiani, mlozi utachanua maua, na panzi atakuwa mzigo mzito. Pilipili hoho itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, nao waombolezao waizunguka njia, kabla hija katika kamba ya fedha, au kuvunjwa bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika bilikani. Anahitimisha Mhubiri katika mstari wa 7:12 anasema nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Niache hivi ili na wewe upate nafasi ya kutafakari. Hebu niache hivyo ilivyo. Ninaamini utakapoisikiliza utapata nafasi ya kutafakari na kucomment pale chini na kushare, ili wengine nao waweze kutafakari, tuweze kuona namna ambavyo tunaweza kutumia akili zetu huku tukiendelea kutafakari uzuri na uumbaji wa Mungu ulio mkuu sana. Mungu akubariki. Ni mimi mtume na nabii Charles, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Wakati hautasubirishwa tena, wakati unaenda mbio, niseme mara natha, na Mungu akubariki sana. Amen.